Serikali inatafuta ubia kati ya sekta ya umma na ile ya binafsi ili kupata ufadhili wa ujenzi wa kiwanda kilichopendekezwa cha kawi ya nyuklia katika kaunti ya Siaya. Katibu katika idara ya kawi Alex Wachira anasema serikali inashauriana na wataalamu kubainisha fedha zitakazohitajika kwa ujenzi huo, huku ikisubiri idhini ya shirika la kimataifa kuhusu kawi ya kinyuklia. Taarifa hii, mtazamaji, na nyingine ni kwenye kitengo cha Kapu la Biashara. Kenya na mataifa mengine ya bara Afrika yako kwenye hatari ya kupoteza uwekezaji wa jumla shilingi trilioni 6 katika kipindi cha miaka 4 ijayo kutokana na athari hasi za mabadiliko ya tabia nchi zinazotokana na uzalishaji kawi. Mataifa ya bara Afrika yameshauriwa kubuni mifumo itakayokabiliana na tatizo la viwango vya chini vya maji kwenye mabwawa ya uzalishaji kawi. Kwa sasa, Kenya inakadiria kugeukia kawi ya nyuklia kama chanzo mbadala cha nishati. Look at China, Japan, everybody does have. UAE recently does have nuclear power. Kwingineko, taasisi ya utafiti wa masuala ya baharini na uvuvi inashirikiana na wavuvi kurejesha maeneo chepechepe ya mafunjo ili kulinda mfumo wa ekolojia wa ziwa Naivasha kutokana na uchafuzi. Meneja wa kituo cha Naivasha cha taasisi hiyo, Edna Waithaka, amesema mpango huo unahusisha kurejeshwa kwa ekari 130 za mafunjo ambazo hutumika kama maeneo ya kuzalia samaki na kuzuia uchafu kuingia ziwani. We have a buffer. It means that we have increased pollution. It means that there's a lot of silt coming in and the effluent is directly coming into the lake, which can have a ripple effect on all other organisms in the water body. The objective is purely to restore papyrus in order to reduce pollution and to ensure safety of the other organisms that are in the water, including fish, so that we have fish that is healthy for our consumption. Mwishowe, wito umetolewa wa kubuni huduma za kidijitali za fedha zitakazokidhi mahitaji ya wenye biashara ndogo na za kadri, huku Kenya ikiendelea kukumbatia ubadilishanaji fedha mtandaoni. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mawasiliano ya Airtel humu nchini, Jibril, iko kwenye harakati za kujitosa kikamilifu kwenye huduma za kukabiliana na hitaji linalozidi kuongezeka la uunganishaji kidijitali kupitia uwekezaji katika miundombinu, huduma za fedha, kutumia rununu na uvumbuzi wa kidijitali. We are really focusing on satisfying all our customers. The Starlink service, DTC, will be offered to the smartphone users, those who have 4G or 5G. But as you know, there's a lot of Kenyans as well who have 3G phones, 2G phones. So our quality of service is also aiming to them, not through the DTC, of course, but through increasing our coverage and most importantly, our indoor coverage.